Dhani ni kwa nini AFCON hii imekuwa ya tofauti zaidi? Kwanza surprise kwenye karibu AFCON zote inakuwepo. Kwa sababu mpira tunaupenda kwa sababu haukupi majibu ya kile unachokitaka kila siku. Kwa hiyo inatokea, lakini hii labda tunaiona imekuwa na surprise nyingi au kubwa kwa sababu wanasema package ya surprise sisi tumo. Before sisi hatujawahi kuwa surprise kwenye hii michuano. Lakini safari hii tumo kwa mara ya kwanza tunafanikiwa kuvuka kucheza kwenye hatua ya 16 bora. Na wakati tunavuka na matarajio yalikuwa wengi kwamba Tunisia, hata mimi nilikuwa najua Tunisia ni timu ambayo inaweza ikatupa wakati mgumu. Lakini nafikiri tuseme ukweli tuliisumbua na tumekosa tu ule uzoefu wa kufanya vizuri, na mimi nilikuwa uwanjani pale. Lakini mechi ya Morocco ambayo pia wengi waliamini tunaweza tukafungwa mabao 3, 4, haikuwa hivyo, na ukiangalia tulipoteza nafasi nyingi pia za kufunga. Na ukiwa pale Morocco kuna kitu kimoja labda ni waelezee watazamaji kwamba kuna vita kubwa sana ya wa Morocco kutomtaka Le Gouiri. Hawamtaki kabisa. Yaani naweza nikasema labda ni 90% ya mashabiki wa mpira wa Morocco wanataka wao waondoke, wanaamini ni kocha mjeuri anayejisikia, na wanaona timu yao haichezi mpira kwenye kiwango wanachoamini kulingana na level ya wachezaji walionao. Kwa walikuwa kuna grupu la wale nikawa nasema kumbe haya mambo kote yako duniani. Wanatamani timu ifungwe ili Le Gouiri afukuzwe. Na wanaona kwamba upangaji wa timu, na kuna mchezaji mmoja alikuwa kwenye mashindano ya nafikiri under 20 ambao wamechukua yale ya mafuta. Ameni mchezaji bora wa ile michuano, huyu kocha hajamuita kwenye kikosi cha timu ya taifa. Kwa hiyo wana sababu zao nyingi sana. Na hata baada ya hii mechi yetu wengi nimezungumza nao wanapinga na wanaona kabisa Tanzania imeonewa. Wanakubali ile ilikuwa ni penalty. Wanakubali kwamba Tanzania ilipoteza baadhi ya nafasi ambazo kama ingetangulia kufunga basi ingekuwa ni tatizo kubwa kwa sana kwa Morocco. Kwa hiyo Morocco imetutoa, lakini Watanzania wameona. Ndio maana mimi kwenye post yangu nilisema kwamba Tanzania imeiweza Morocco, lakini dhuluma imetuondoa kwenye mashindano. Vijana wetu wamefanya kazi nzuri sana. Benchi la ufundi limefanya kazi nzuri, TFF ambao wameiandaa timu kwa kushirikiana na serikali wamefanya kazi nzuri sana, na mimi niliona kama kitu hiki ni jibu la kwamba tuna uwezo wa kufanya vizuri zaidi kwenye AFCON tukiwa hapa nyumbani.